Si jambo la kawaida kwa Young Africans kuchukua sare 3 mfululizo, na hapo usiitazame Yanga, mtazame bingwa mtetezi. Tazama timu ambayo ndio kioo cha mpira wa Tanzania inakwenda sare 3 mfululizo. Hii imetupa picha sasa, baada ya mzunguko wa kwanza kumalizika, viongozi wanakwenda kukutana kama ilivyokuwa kawaida yao, wakafanya tathmini ya timu. Tathmini hii tunaifanya bila kuweka mihemko yoyote. Ni tathmini ya kiufundi kuangalia maeneo ambayo tumefanya vizuri kwa mzunguko wa kwanza, lakini namba 2 kuangalia maeneo ambayo yanahitaji kuboreshwa kwa ajili ya mzunguko wa pili. Hii ligi ni marathon. Mzunguko wa kwanza una mechi 15 tu. Kuna mechi 15 nyingine za kuchezwa huko mbele. Tafsiri yake ni kwamba unaweza kuwa unamaliza mzunguko wa kwanza unaongoza ligi, lakini usipochanga vizuri karata zako unaweza mzunguko wa pili ukawa kwa nafasi ya 4, nafasi ya 5. Kwa hiyo tunamaliza mzunguko tunaongoza ligi, na kimahesabu difference itakuwa ni pointi 1. Of course ni nzuri from last season kuja msimu huu. Last season muda kama huu tulikuwa nafasi ya 2. Aliyekuwa anaongoza ligi alikuwa ametuongoza kwa tofauti ya pointi 2 au 1 kama sikumbuki vizuri, lakini tulikuwa nafasi ya 2. Msimu huu tumeshika nafasi ya kwanza baada ya mzunguko wa kwanza kumalizika, lakini kuna maeneo ambayo viongozi lazima waketi wafanye tathmini yao, wapi tunakwenda kuimprove kama timu na wapi tulifanya vizuri tupongezane. Kwa hiyo tunakwenda kufanya tathmini hiyo na majibu yatapatikana. Uzuri tuna viongozi ambao kwanza wanajua mpira na interest yao namba 1 ni kuhakikisha timu inafanya vizuri. Kwa hiyo tutakwenda kufanya tathmini hiyo kwa kina, wanachama, mashabiki wawe watulivu. Tathmini inayofanyika hapa ni ya kuhakikisha mzunguko wa pili tunarudi na taswira tofauti tuweze kutetea ubingwa wetu.